Wathani ay wal madkhalu athani, na maingilio ya pili, annahu idha kana almuslimu min ahli at-ta'ati wal ibada, hakika anapokuwa muislamu ni katika watu wa toa na ibada. Muislamu anafanya toa vizuri kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali anajipinda kiibada. Zayyana lahu al-ifrata wal ghuluwa fi ad-din. Sio kwamba shetani anamfanya atoe katika hiyo toa, hapana. Anachomfanya shetani, zayyana lahu al-ifrata ay zayyana lahu ziyadata fi umuri ad-din. Anamjalia yeye kuwa na ziada katika mambo ya dini. Wal ghuluwa ay wa mujawazata al-haddi, kadhalika anamfanya awe ni mwenye kuvuka mipaka fi dini, katika dini. Yani hapo hapo kwenye kushikamana na dini, hapo hapo kwenye kufanya ibada, shetani anachomfanya huyu, anakuwa anamfanya awe ni mwenye kuzidisha na mwenye kuvuka mipaka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, liyufsida alayhi dinahu, ili amharibie dini yake. Anamfanya awe hivyo ili dini yake iwe ni yenye kuharibika. Anakuja kuharibiwa hapo hapo kwenye ibada, hapo hapo kwenye toa. Wakati qala Allahu azza wa jalla, na hakika amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, watu wa kitabu, msivuke mipaka katika dini yenu, msiwe na ghuluu katika dini yenu. Wala taqulu ala Allahi illa al-haqq, na msiseme juu ya Allah isipokuwa yale ya haki. Waqala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqq, sema Muhammad, waambie watu wa kitabu, enyi watu wa kitabu, msifanye ghuluu katika dini yenu, ghayra al-haqq, basi na haki. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu, na wala msifuate matamanio ya watu ambao tayari washapotea. Msifuate matamanio ya watu ambao tayari washapotea. Min qabl, kabla, wa adhallu kathiran, na wamepoteza watu wengi. Wa dhallu an sawa'is sabil, na wenyewe wamepotea katika njia ya sawa sawa. Kwa katika hizi aya tunaona Allah subhanahu wa ta'ala anawakataza ahlul kitabi wasiwe ni wenye kufanya ghulu katika dini yao. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, iyyakum wal ghuluwa fi ad-din, fa inma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fi ad-din. Iyyakum ay ibta'idu wal ghuluwa fi ad-din, yani al ghuluwi fi ad-din, jiwekeni mbali na kufanya ghulu katika dini, jiepusheni na kuvuka mipaka katika dini. Fa innama halaka man kana qablakum, hakika si vingine jambo lilivyo, wamepotea wale waliokuwa kabla yenu, bil ghuluwi fi dini, kwa kuvuka mipaka katika dini. Walipotea wale ambao walikuwa kabla yenu kuvuka mipaka katika dini. Liannahu yuaddi ila tashaddudi wal khuruji anil haddi sawi, liannahu yuaddi ila tashaddud, kwa sababu mtu anapokuwa na ghulu katika dini, hilo linampelekea kuwa na tashaddud. Wal khuruji anil haddi sawi, na kutoka katika mpaka wa sawa sawa, kwa sababu ya ghulu yake aliyokuwa nayo. Wa huwa hadithun sahihun akhrajahu an-Nasa'i wa ghayruhu, na ni hadithi sahihi hiyo katika Sunan an-Nasa'i na katika vitabu vingine. Wa huwa min ahadith hajjatul wada'i, na hii ni katika hadithi za haji ya kuaga. Kisha anasema undhuru takhrijahu, angalia takhriji yake fi as-silsila as-sahiha lil-Albani, katika kitabu as-silsilatu as-sahiha cha al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo mtu anapokuwa yuko mbali na mambo ya dini, shetani anampambia hali hiyo aliyokuwa nayo. Na mtu anapokuwa na uelekeo wa dini, shetani anampambia kuwa na ghulu katika dini.
na kuwa na tashaddudi katika dini na kukipa kitu hukumu isiyokuwa yake. Na hili ndio ambalo litokea kwa al-Khawarij. Tutakuja kuwaona makhawarij ni watu wenye kushikamana na dini kweli kweli. Wanasoma Qur'an, wanaswali swala katika nyakati zake, wanasimama usiku, wanafunga funga za faradhi, funga za sunna, na ni watu ambao yale mambo ya dini wanayapenda na wanayafuatilia. Bali wao wanaona kwamba mtu bwana akifanya madhambi anakuwa anatoka katika dini ya Kiislamu. Kwa hiyo kule sasa kule kuwa kwao ni watu wa dini, kule kushikamana kwao na mambo ya dini ikapelekea kuwapa hukumu watu ambayo si yenye kustahili. Unaona mtu akifa na madhambi makubwa sana, huyo ni kafiri kwa sababu ya kule kushikamana kwao na dini sana. Mpaka kuna mtu akiwa na mapungufu tu hawa Muislamu. Kwa hapo kwenye kushikamana na dini wakapotezwa hapo na wenyewe wakiwa wanajiona kuwa sisi ni watu wa dini. Kwa lazima watu ni watu wa wasat. Watu wasiwe na kupuuzia na wala wasiwe ni wenye kuvuka mipaka. Thumma qala hafidhahu Allah ta'ala wa min makaidi ash-shaytani lihaula'i al-mufritin al-ghalina annahu yuzayyinu lahum ittiba' al-hawa wa ruqub ru'usihim wa su' al-fahm fi ad-din. Wa min makaidi ash-shaytani lihaula'i al-mufritin, na miongoni mwa vitimbi vya shetani kwa hawa wenye kuzidisha, al-ghalina wenye kuvuka mipaka, annahu yuzayyinu lahum ittiba' al-hawa, hakika shetani anawapambia wao kufuata matamanio ya nafsi zao, wa rukuba ruusihim, na kupanda vichwa vyao, wa su' al-fahm fi ad-din, na kuwa na ufahamu mbaya katika dini, wa yuzahiduhum fi ar-ruju'i ila ahli al-ilmi, yuzahiduhum ay wa yaj'aluhum tarikina ar-ruju'a ila ahli al-ilm, na anawafanya wao ni wenye kuacha kurejea kwa watu wenye elimu. Hawa watu wa tadhiyir, hawa watu wa kuvuka mipaka, shetani yaj'aluhum tarikina ar-ruju'a ila ahli al-ilm, anawafanya wao ni wenye kuacha kurudi kwa watu wenye elimu na kutaka miongozo yao. Kwa nini anawafanya wao hivyo? Lialla yubassiruhum, ili wasije kupewa basira, ili wasije kupewa elimu, ili wasije kupewa usawa. Wa yurshiduhum ila sawab, na ili wasije kuongozwa katika sawab. Ila sawab yani ila alhaq, wasije kuongozwa katika sawab, katika haki. Waliyabqu fi ghayhim wa dhalalihim, na ili wabakie katika kupinda kwao na upotevu wao. Fi ghayhim ay fi zayghihim, ili wabakie katika zayghi yao, katika kupinda kwao, wa dhalalihim, na wabakie katika upotevu wao waliokuwa nao. Qala Allahu azza wa jalla, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah, na usifuate matamanio akakupoteza katika njia ya Allah, au hayo matamanio ya kupoteza katika njia ya Allah, au Allah kupoteza katika njia yake. Kwa usifuate matamanio. Fuata matamanio utatoka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda min Allah, ni yupi mpotevu zaidi kuliko yule mwenye kufuata matamanio yake pasi na uongofu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa na maana hakuna mpotevu zaidi kumshinda yule ambaye anafuata matamanio yake pasi na uongofu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, afaman zuyyina lahu su'u amalihi faraahu hasanan fa inna Allah yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'.
faman zujina lahu su'u amali, hivi yule ambaye mwenye kupambiwa uovu wa matendo yake, yule ambaye anapambiwa uovu wa matendo yake, faraahu hasanan, akayaona hayo matendo yake kuwa ni mazuri, fa inna Allah yudhillu man yasha, hakika Allah ana mpoteza amtakaye, wa yahdi man yasha'u, na anamuongoza amtakaye. Waqala, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema, afaman kana ala bayyinatin min rabbi kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum, hivi wale ambao katika ubainifu kutoka Mola wao, wale ambao katika haki kutoka Mola wao ni kama wale ambao wamepambiwa matendo yao mabaya, kama wale ambao wamepambiwa ubaya wa matendo yao, wattaba'u ahwa'ahum, wakawa ni wenye kufuata matamanio yao, la yastawun, hawezi kulingana. Waqala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihatun fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wili. Huwa alladhi anzala alayka alkitaba, yeye Allah ndiye ambaye amekuteremshia wewe kitabu, ay alquran. Minhu, katika hicho kitabu, ayatun muhkamat, kuna aya ambazo zinaitwa muhkama, aya ambazo hukumu zake ziko wazi, hazina kuchanganya. Hunna ummul kitab, hizi aya ambazo ziko wazi ndo mama wa kitabu ambayo tumekuteremshia. Wa ukharu mutashabihatun, na aya zingine ni zenye kutatiza, haziko wazi, na hii inaweza ikawa kwa baadhi ya watu na kwa watu wengine zisio ni zenye kuchanganya, au baadhi ya aya ambazo zipo na tafsiri yake kwa hakika ikawa hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kala hurufi almuqatta'a, kama ilivyokuwa zile herufi moja moja ambazo zinakuwa mwanzo wa sura. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun, amma wale ambao katika nafsi zao na katika nyoyo zao kuna upotevu. Zaygun ay ghayyun wa dhalalun, wale ambao katika nafsi zao kuna upotevu. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, wanafuata zile ayati ambazo ndani yake kuna kuchanganya na kutatiza. Ibtigha alfitna, kwa hali ya kutafuta fitna, wa ibtigha ta'wili, na kwa hali ya kutafuta ta'wili na tafsiri. Wa fi sahih al-Bukhari wa Muslim, na katika sahihi al-Bukhari na katika sahihi Muslim, ani Aisha radhiyallahu anha, kutoka mama yetu Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tala hadhihi al-ayata, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam alisoma hii aya. Faqala, akasema, idha ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum. Idha ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu, mtakapowaona wale ambao wanafuata zile aya zinazotatiza katika Qur'an na wakaacha zawazi, faulaika alladhina samma Allahu, hao ndio ambao Allah amewataja katika hii aya, fahdharuhum, tahadharini nao.